Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Ukiwa Kinshasa, Brazzaville na Bangui ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Msikilizaji, tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa, na pia inasikika katika viunga vyake katika kaunti za Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu na eneo zima la pwani. Nchini Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM, redio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini. Inasikika pia katika maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Kwa wasikilizaji wetu wa Uganda, sasa tupo kwenye Jogoo FM 93.8 FM ambayo inapatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayungi, Malaba na mpakani Busia, na pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Ijumaa na hili ni jukwaa la waandishi ambapo mimi na wanahabari wenzangu huzungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara Afrika. Hii leo tunajadili mwafaka wa Marekani na mataifa ya Afrika kuwapokea wahamiaji wanaofukuzwa nchini Marekani. Kidiplomasia wakati huu Rais Tshisekedi anapenda ajifanye kama sasa yeye ni mtoto mtiifu wa Donald Trump. Kila chochote ambacho anafanya ama Marekani inasema anakuwa tayari kuyakubali bila kuangalia hatari ambazo ziko huko mbele, sababu anatafuta ulinzi wake ama wa serikali yake na pia ya madaraka yake. Kimsingi serikali yoyote italazimika kupima kwa makini ikiwa hatua kama hiyo itanufaisha taifa au italeta mzigo mpya kwa rasilimali na jamii zake. Kuna taarifa zinasema kwamba hata baadhi yao si wahamiaji haramu, ni watu ambao kwa kweli labda wanapelekwa kwa nguvu na siasa hizi za Trump. Kwa hivyo huwezi kusema kwamba kuna maandalizi, huwezi kusema kwamba wamechukuliwa wakapelekwa sehemu fulani kwanza wakajifunza tuseme labda utamaduni wa nchi ambayo wanakwenda. Hii ni mikataba ya kisiasa. Wengine hata yale makosa ama vile vigezo kule walikotolewa, maana huko ni kutolewa kinyama, kwamba unatolewa upende usipende wewe utaondoka na familia yako, lakini kuna watoto wengine wamezaliwa huko, unakuta wanakuja kuanza utamaduni mpya. Kwa hiyo ni mateso ya namna fulani ambapo kwa kweli hata waseme watakupa kiasi gani cha fedha, lakini kisaikolojia unakuwa umevurugwa. Lakini kwanza tupate taarifa za habari naye Edith Peter. Taarifa za serikali ya Marekani zinaonyesha kwa mabadiliko ya sera za wakimbizi yaliyofanywa na Rais Donald Trump yamesababisha mabadiliko makubwa katika idadi na uraia wa watu wanaoruhusiwa kuingia nchini humo. Tangu Oktoba mwaka 2025 wakimbizi 5,000 wamehamishiwa Marekani, ambapo wote isipokuwa 3 kutoka Afghanistan walikuwa wazungu kutoka Afrika Kusini. Mwaka uliopita Trump alisitisha mapokezi ya wakimbizi wote, wakiwemo wale kutoka maeneo yenye vita, lakini akaruhusu wa Afrika wa asili ya kizungu, yani Afrikaners, ambao ni kundi dogo nchini Afrika Kusini, kuomba hifadhi akidai wananyanyaswa. Serikali ya Afrika Kusini ilipinga madai hayo. Katika kutangaza mabadiliko hayo, Trump alisema kipaumbele kitatolewa kwa Waafrika hao wa asili ya kizungu pamoja na wahanga wengine wa ubaguzi haramu au usio wa haki katika nchi zao. Mvutano wa kidiplomasia kati ya Washington na Pretoria umeendelea kuongezeka tangu Trump aliporejea madarakani. Nairobi, Kenya. Kenya imewasilisha malalamiko rasmi dhidi ya ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyodai kuwa baadhi ya askari wake walioko kwenye ujumbe wa kulinda amani nchini Haiti walihusika na unyanyasaji wa kingono. Katika barua kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi alieleza wasiwasi wake kuhusu madai hayo yaliyoripotiwa kwa mara ya kwanza Agosti mwaka jana. Ripoti ya katibu mkuu iliyotolewa wiki iliyopita inawahusisha maafisa wa ujumbe unaoongozwa na Kenya katika matukio 4 ya ubakaji na unyanyasaji wa kingono. Waathirika 3 wanadaiwa kuwa watoto, mmoja mwenye umri wa miaka 12 na 2 wenye miaka 16.
Mudavadi alisema madai hayo yalichunguzwa haraka na kubainika kuwa hayakuwa na ushahidi. Alisisitiza kuwa askari wa ujumbe wa Multinational Security Support Mission MSS walizingatia kikamilifu kanuni zote na hakuna ripoti iliyothibitisha utovu wa nidhamu. Cotonou, Benin. Hofu ya ongezeko la uasi wa makundi ya Kiislamu yenye misimamo mikali unaoendelea kuathiri maeneo mengi ya Afrika Magharibi imekuwa ajenda kuu katika kampeni za uchaguzi nchini Benin. Wananchi wanatarajiwa kumchagua rais mpya Jumapili hii. Uchaguzi huo unafanyika miezi minne baada ya rais anayemaliza muda wake Patrice Talon kunusurika jaribio la mapinduzi ambapo Nigeria ilituma ndege za kivita kushambulia wanajeshi waasi waliokuwa wakijaribu kumpindua. Mwaka jana wanajeshi 28 waliuawa katika shambulio ndani ya hifadhi ya W National Park, ikiwa ni idadi kubwa zaidi ya vifo kwa jeshi la Benin. Kundi la ufuatiliaji wa vurugu la ACLED linasema zaidi ya watu 1000 wameuawa katika maeneo ya mipakani kati ya Niger, Benin na Nigeria kutokana na ongezeko la mashambulizi. Shukran sana Edith Peter, na moja kwa moja tunaingia kwenye jukwaa ambapo rais wa Marekani alipochukua hatamu ya kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa pili, baadhi ya ahadi alizotoa ilikuwa ni kutekeleza na kubadilisha sera ya uhamiaji chini ya uongozi wake. Marekani imeanza serikali dhidi ya wahamiaji haramu. Kila uchao maafisa wa uhamiaji wameonekana mitaani kuwinda wahamiaji haramu. Maelfu ya raia wa kigeni wanaoishi Marekani bila vibali rasmi wamekamatwa na kuwekwa vizuizini vya muda kabla ya kuondolewa nchini humo. Wengi wameshindwa kurejea nchi asilia kutokana na mzozo wa kidiplomasia kati ya Marekani na nchi hizo, pamoja na masuala ya kiusalama kwa Marekani. Lazima wahamiaji hawa wangetafutiwa mahala pa kupelekwa. Baada ya kutafuta, Rais Donald Trump na utawala wake wamegeukia bara Afrika, ambapo mataifa kadhaa yameweka mwafaka kuwapokea wahamiaji hawa. Mapokezi haya yanazua hisia mseto, wengi wakihoji Afrika inafaidika vipi? Ina uwezo wa kuhudumia wahamiaji, baadhi yao wakiwa washukiwa wa uhalifu Marekani? Na mbona Bwana Trump kuamua Afrika? Katika jukwaa la waandishi kutusaidia kuelewa mada hii, tunao waandishi Shisia Wasilwa akiwa nchini Kenya, Silvanus Karemera akiwa Rwanda, Leonard Mobali kutoka Tanzania na Fredi Tedilonge akiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule Kinshasa. Karibuni sana kwenye jukwaa. Uzoefu wa nchi zilizowahi kupokea wahamiaji au wageni kutoka mataifa mengine, watu hawa wanapoletwa Afrika, je, wanakuwa wameandaliwa kivipi kuishi katika mazingira mapya ya lugha, mila na desturi? Na pengine kiuhalisia wanajikuta wanawezaje kujenga maisha mapya katika nchi ambayo hawakukusudia kuishi? Hebu kwanza tuanze swala hili, tuanze na wewe Shisia, kusikia maoni yako ukiwa nchini Kenya. Uzoefu wa nchi nyingi duniani unaonyesha kuwa kuhamisha watu kutoka taifa moja kwenda kuishi katika taifa jingine ni safari yenye changamoto nyingi za kijamii na kisaikolojia. Mara nyingi wahamiaji huandaliwa na taasisi za kimataifa kama vile shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi, hapa ninamaanisha UNHCR, na lile la kimataifa la uhamiaji IOM, kupitia mafunzo ya msingi kuhusu lugha, sheria na utamaduni wa nchi wanayopelekwa. Lengo la maandalizi haya ni kuwasaidia kuelewa mazingira mapya kabla hawajafika. Hata hivyo, mafunzo haya mara nyingi huwa ni ya muda mfupi na hayawezi kuondoa kabisa tofauti kubwa za maisha, mila na desturi wanazokutana nazo wanapowasili katika jamii mpya. Changamoto kubwa huwa ni lugha, ajira na kukubalika katika jamii inayowapokea. Silvanus Karemera akiwa Rwanda. Kwa upande wangu kwa kweli naona kwamba hakuna kuandaliwa kwa sababu hawakumbuka ni watu ambao baadhi wameingia katika nchi za kigeni bila vibali maalum. Wanakwenda kutafuta maisha, wengine wamepitia bahari ya Hindi, Atlantic na kadhalika, wanajikuta kule. Na hii inazungumzia kwa mfano wale wahamiaji kutoka Uingereza ambao kwa mfano Rwanda ilitakiwa iwapokee. Lakini kwa mfano hawa wa Marekani ni kwamba mpaka kuna taarifa zinasema kwamba hata baadhi yao si wahamiaji haramu, ni watu ambao kwa kweli labda wanapelekwa kwa nguvu na siasa hizi za Trump. Kwa hivyo huwezi kusema kwamba kuna maandalizi, huwezi kusema kwamba wamechukuliwa wakapelekwa sehemu fulani kwanza wakajifunza tuseme labda utamaduni wa nchi ambayo wanakwenda. Hii ni mikataba ya kisiasa. Nakumbuka kwa mfano sasa hivi nchi iliyofikiwa ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huwezi kuniambia kwamba kumekuwepo na mkataba mapema
mapema, kwa maana kwamba tuseme labda miezi 6, labda mwaka mmoja uliopita, kwamba wanaandaliwa watu hawa. Hapana, ni hakuna. Kwa upande wangu naona kwamba hakuna maandalizi yoyote, na katika uzoefu wa kawaida wanapokuja wao sasa, inategemea ni haiba ya mtu na mienendo labda ya mtu, na ni kwa namna gani anaheshimu sheria za nchi ambayo sasa ameingia. Na hapa nachukulia mfano, kwa mfano hapa kuna watu kutoka Sudan, watu kutoka Libya, kutoka Afghanistan, na hao kutoka Libya kimsingi ni kwamba wanatoka katika mataifa mbalimbali ambao walikuwa katika hatari ya kuweza kupoteza maisha yao katika hizi bahari wakienda katika nchi za ughaibuni huko. Sasa hakuna uzoefu wa lugha, hakuna uzoefu wa utamaduni, na ndio maana baadhi wakifika katika nchi ya tatu wanashindwa kumudu, wanashindwa yani kuingia katika ile mazingira ya kawaida, na wengine wanaamua kurudi katika hata zile nchi ambazo walitoka wakati kuna hatari labda ya maisha yao. Tedilonge, Fredi, ukiwa hapo Kinshasa, nchi yenu ndio inaathirika kwa hivi sasa, labda unatoa maoni gani kuhusiana na swala hili la kijumla? Inakuwa changamoto kubwa, sababu hiyo muda wa mafunzo inakuwa kidogo, ambayo hawatapata kabisa fursa ya kuweza kujua sheria zote za hizo nchi ambao wanapelekwa, mila, lugha, kutokana na mambo fulani ambao watakutana nayo. Na hatimaye labda Leonard Mubali, unaweza kuzungumzia pia swala hili ambalo tumelitoa ili kuelewa kiuhalisia hawa wahamiaji wanapoingia katika nchi hizi za Afrika wanajikuta katika mazingira yepi na wanaanzia maisha kivipi? Ni kwamba watu hawa ama kundi hili la wahamiaji ambao wamekataliwa na serikali ya Rais Donald Trump wanakuwa katika mazingira magumu. Chukulia unahamishwa ghafla, unakwenda mahala ambapo unaanza maisha, na wengine hata lugha yenyewe ya kule unakoenda unaanza na moja. Kwa hiyo kwa vyovyote vile wanakuwa katika mazingira magumu ambayo ukijaribu kuangalia wengine hata yale makosa ama vile vigezo kule walikotolewa, maana huko ni kutolewa kinyama, kwamba unatolewa upende usipende, wewe utaondoka na familia yako. Lakini kuna watoto wengine wamezaliwa huko, unakuta wanakuja kuanza utamaduni mpya. Kwa hiyo ni mateso ya namna fulani ambapo kwa kweli hata waseme watakupa kiasi gani cha fedha, lakini kisaikolojia unakuwa umevurugwa. Leo hii umetolewa Marekani, unaletwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, nako hata waliopo wenyewe kuna baadhi ya changamoto nyingi kabisa za maisha. Silvenas, naamini kwamba umekuwa ukifuatilia matukio haya. Labda Rwanda imewahi kushiriki katika makubaliano ya kupokea wahamiaji wa Uingereza. Hilo lilikuwa lipo, lakini halikufua dafu. Uzoefu huo unaonyesha faida au changamoto zipi hadi sasa? Kwa uzoefu ni kwamba kama ulivyosema, kuna changamoto ambazo zimepatikana. Kumbuka haya yalikuwa ni makubaliano ambayo nchi mbili zilitakiwa ziingie na zikaingia kweli, lakini chini ya makubaliano kwamba Uingereza ingetoa kitita fulani cha pauni. Natumia neno fulani kwa sababu sikumbuki ilikuwa ni milioni ngapi, lakini zilikuwa ni pauni katika kiwango cha mamilioni. Lakini ninachojua ni kwamba mkataba huo ulitaka Uingereza itoe kitita fulani cha pesa, na baadaye wakatoa pesa hiyo, kiasi fulani cha pesa hiyo, tuseme sehemu ya pesa hiyo ambayo ingetumiwa katika ujenzi wa miundombinu na kuweza kutayarisha makazi ya watu hao. Na kweli Rwanda ikajitahidi na ikatumia hata rasilimali zake pembeni na kujenga makazi mazuri tu, ambayo hata mimi mwenyewe nilitembelea. Makazi mazuri tu, kulikuwa na umeme, maji na mazingira mazuri tu ya kuweza kuwapokea watu hao, lakini mwisho hawakuweza kuja. Hiyo ni changamoto. Na changamoto ya pili, baadaye nchi mbili zikajikuta katika mzozo wa kwenda mpaka mahakamani. Sasa hivi kuna kesi inaendelea na nadhani itaamuliwa baadaye wiki inayokuja. Rwanda ikisema kwamba Uingereza ilivunja ama breach yale makubaliano ya hizo nchi mbili. Kwa kweli ilikuwa haijawa kinagaubaga, kwa sababu ilikuwa kama ukiuliza, kwa mfano serikali inasema kwamba inatoa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kwamba inasema kwamba inafanya hivyo kwa sababu Rwanda kihistoria, baadhi ya sehemu kubwa tuseme ya jamii ya Rwanda wamekuwa wakimbizi. Kwa hiyo walikuwa wanasaidia kwamba wale watu ambao ni wakimbizi basi waje kupata makazi mazuri tu. Lakini sehemu ya pili ilikuwa ni hiyo kwamba sasa wangepata nguvu kazi, rasilimali kazi, maana watu ambao wangeingia wangechangia labda katika maendeleo ya nchi hii. Lakini hayo yote hayakuweza kupatikana kwa sababu ya changamoto hizo ambazo zinasababishwa na kwamba serikali mpya ya Uingereza ya Waziri Mkuu Keir Starmer ilivyoingia mamlakani ikasema kwamba mkataba huo umekufa. Shisia Wasilwa, kwa kuwa Kenya ni mshirika wa karibu wa mataifa ya Magharibi, kuna uwezekano wa shinikizo kama hili kuletwa nchini humo? Asante sana. Nakubaliana nawe kwamba Kenya ni mshirika wa karibu wa mataifa ya Magharibi kama vile Marekani na Uingereza. Kuna uwezekano wa kuwepo kwa shinikizo la kidiplomasia kuhusu masuala ya wahamiaji au wakimbizi.
Hata hivyo, uamuzi wa mwisho hubaki kwa serikali ya Kenya, ambayo lazima izingatie maslahi ya taifa, uwezo wa kiuchumi na maoni ya wananchi. Aidha, Kenya tayari inahifadhi kubwa ya wakimbizi katika kambi la Dadaab na kule Kakuma, jambo linalofanya mjadala huu kuwa nyeti zaidi. Kimsingi, serikali yoyote italazimika kupima kwa makini ikiwa hatua kama hiyo itanufaisha taifa au italeta mzigo mpya kwa rasilimali na jamii zake. Serikali ya DRC kukubali kupokea wahamiaji au watu wenye rekodi za uhalifu, hii ina maana gani kisheria na kidiplomasia kwa nchi? Hapa niseme kwamba kisheria, kwanza kuna ukiukwaji mkubwa wa katiba wa Rais Tshisekedi. Kufatana na katiba ya Kongo inasema kwamba mkataba wowote ambao unaifunga nchi lazima ujadiliwe bungeni, na kama nasema bunge hapa namaanisha bunge la taifa, pia bunge la Senate. Na wakiona kama mambo yote iko sawa, aitie nchi matatani, basi unaweza kupitishwa. Lakini hapa utaona kama haikujadiliwa hata bungeni. Ni rais mwenyewe anaenda huko na watu wake, na inakuja hivyo. Basi iko madarakani, watu wote ambao wiko upande wake wanaisapoti, lakini ni kinyume kabisa na sheria. Kidiplomasia, wakati huu Rais Tshisekedi anapenda ajifanye kama sasa yeye ni mtoto mtiifu wa Donald Trump. Kila chochote ambacho anafanya ama Marekani inasema, anakuwa tayari kuyakubali bila kuangalia hatari ambazo ziko huko mbele, sababu anatafuta ulinzi wake ama wa serikali yake na pia madaraka yake. Naam, kwako Mubali, hali hii inaweza kuwa na uwezekano wa swala kama hili kupokelewa na nchi za Afrika Mashariki. Amezungumza katika upeo wa Kenya. Atuangalie Tanzania. Hatua ya baadhi ya nchi za Afrika kupokea wahamiaji kutoka magharibi inaathiri vipi taswira ya usalama wa kanda hili la Afrika Mashariki kijumla? Katika swala la usalama ni swala ambalo ni hatari kwa usalama wa ukanda wa Afrika Mashariki kwa ujumla, kwa sababu hawa wanaoletwa ni tofauti hata na wakimbizi ambao wanatoka ndani ya nchi. Mfano, wakimbizi waliokuwa kitoka Burundi pamoja na DRC kuja Tanzania, unakuta kunakuwa na hatua za kuweza kuangalia, kuwahoji, kuwachunguza. Kwa hiyo unajua kabisa kwamba hawa watu waliokuja wanaweza kuwa ni watu hatari ama ni watu ambao wamekimbia tu kutokana na matatizo kule wanakotoka katika nchi zao, lakini si watu hatari. Lakini hawa ambao wanatajwa kabisa kwamba wengi wao kule manake ni wahalifu. Sasa siwezi kujua, ni kama kuna mzee mmoja hivi chura alikuwa anampigia kelele pale kwake, siku moja akachukua chura kamzungusha juu tupa kwa jirani. Sasa yeye Trump manake angeweza, kama ni watu hawa na matatizo, kuna vyombo vya sheria huko, ama hatuelewi ni kwa kiasi gani maelezo yanaletwa sasa kwa huko anakowaleta, kwamba kati ya niliowaleta labda magaidi wako wangapi, watu fulani wako wangapi. Ni jambo ambalo unakuta wanaletwa tu, lakini hakuna background, hakuna undani wa maelezo ya kina. Yeye ametoa tatizo Marekani, lakini hajali kule walikoenda kama watakuwa chanzo cha tatizo lolote. Na ukizingatia nchi kama Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bado kuna matatizo ya usalama na amani huko. Kwa hiyo unapoleta watu ambao kwa namna moja ama nyingine uchunguzi haujabainisha tabia za mmoja baada ya mwingine, ila unachukua tu sentensi moja kwamba hawa wamekataliwa huku, nadhani ni jambo ambalo ni hatari sana kwa usalama wa nchi yenyewe DRC na hata usalama wa kikanda. Baada ya kusikiza awamu hiyo ya kwanza, ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Anne Ngugi. Kumbuka pia tuko kwenye redio washirika, ambapo sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya kijamii Kivu, ambayo inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia inatangaza kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Ukiwa Afrika Kusini, unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM mji wa Johannesburg kila siku, na pia inapatikana katika masafa marefu. Fuatilia matangazo yetu pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda.
Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Fredi, labda ungeweza kutueleza, kwa kuzingatia changamoto za usalama mashariki mwa DRC, kuna hofu gani kwa wananchi kuhusu athari za hatua hii? Unajua kama raia wa mashariki ya DRC ni waathirika wakubwa wa ukarimu wao wa mwaka 1994 wakati kulikuwa na mauaji ya kimbari huko Rwanda. Walipokea wahamiaji kutoka Rwanda ambao na waliingia na silaha na vifaa vyao vyote, na hiyo ilisababisha leo hii mashariki mwa DRC hakuna amani. Sasa raia wa huko wanahofu tena kuona hawa wahamiaji ambao wanakuja ambao hawakaguliwi, hawajua ni wa aina gani. Ndani ya raia bado hiyo picha ingali bado imezunguka vichwani mwao, kuona kama wema wao umewapoza leo. Na kabisa ndani ya raia hii swali haikubaliki, na kuna mashaka makubwa ndani ya jamii huko mashariki mwa DRC. Naam, turudi kwako Silvanus, ukiwa Kigali. Wageni wanaoletwa nchini Rwanda wanawezaje kuzoea lugha, mila na maisha mapya? Na je, kuna mfumo madhubuti ya kusaidia kujenga maisha yao upya? Kwa upande wa mfumo, tukija kuangalia utawala, tuseme serikali kwa ujumla wake imeweka mfumo mzuri tu, kwa sababu sana sana sehemu kubwa ya huduma Rwanda zinatumia mitandao wa kielektroniki. Kwa hivyo kila mtu ambaye anaingia Rwanda anapewa kitambulisho ambacho kinamuonyesha yeye ni nani. Kuna vitambulisho vya wananchi wazalendo, lakini pia kuna vitambulisho vya wahamiaji na vitambulisho vya wakimbizi wa kawaida, kwa maana kwamba huwezi kuishi katika nchi hii bila kitambulisho chochote ambacho kimetengenezwa katika njia ya elektroniki na kinaonyesha taarifa zako zote popote pale ulipo katika ardhi ya nchi hii. Kwa hivyo haya ni mazingira ya kwanza, kwamba wanafanya hivyo ili kuweza kulinda usalama si wa watu hao wanaoingia Rwanda tu, lakini pia wananchi wa kawaida. Kwa hivyo hayo mazingira yapo, lakini mazingira ya pili ni kwamba kupitia kauli za viongozi wa serikali, hata rais mwenyewe na hata kupitia balozi mbalimbali hapa Rwanda, wananchi wamekuwa wakitolewa wakipigiwa, tuseme wakiaswa kwamba lazima waishi vizuri na wageni wanaoingia, kwa sababu wageni pia wenyewe wamekuwa wakichangia katika uchumi wa nchi hii na katika mustakabali mwema. Na tuseme diplomasia ya kigeni ya Rwanda inajaribu kutoa kipaumbele kwa kila mtu anayeingia hapa, kwamba awe na hadhi ambayo ni sawa kabisa na mtu ambaye amezaliwa hapa, ama labda niseme mwananchi wa kawaida. Labda Shisia Wasilwa, Kenya tayari inahifadhi wakimbizi wengi kutoka Somalia, kutoka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi. Tunao tu wengi ambao wanatuzunguka, wameingia maeneo ya Dadaab na wengine wameingia pia kule maeneo ya juu kabisa. Mjadala wa kupokea wahamiaji zaidi au watu wenye rekodi za uhalifu unapokelewaje wewe kama mwanahabari? Naam, kama ulivyotanguliza kusema, takwimu zinaonyesha kuwa kufikia mwaka 2025 Kenya ilikuwa na takriban wakimbizi na wanaotafuta hifadhi zaidi ya 850,000, wengi wao wakitoka Somalia, Sudan Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ethiopia. Kwa sababu hiyo, mjadala wa kupokea wahamiaji zaidi, hasa wale wanaodaiwa kuwa na rekodi za uhalifu kutoka mataifa mengine, ungepokelewa kwa tahadhari kubwa na wananchi pamoja na wanasiasa. Wapo wanaoamini Kenya tayari imebeba mzigo mkubwa wa kibinadamu, hivyo kuongeza idadi ya wahamiaji kunaweza kuongeza shinikizo kwa rasilimali, usalama na huduma za kijamii. Wengine hata hivyo huona kuwa kama taifa linaloheshimu mikataba ya kimataifa ya wakimbizi, Kenya inaweza kushiriki katika juhudi za kimataifa, lakini kwa masharti makali ya usalama na sera za wazi za uhamiaji. Kwa ujumla, mjadala huo nchini Kenya ungekuwa kisiasa na kijamii kwa kiwango kikubwa, kwa sababu taifa tayari lina idadi kubwa ya wakimbizi na changamoto za kiuchumi na kiusalama zinazohitaji kusawazishwa kwa uangalifu. Leonard Mubali, kuna mjadala wowote nchini Tanzania kuhusu uwezekano wa Afrika kugeuzwa kituo cha kudumu cha kupokea wahamiaji kutoka nje? Naam, ni mjadala ambao ni wawazi, si kwa Tanzania tu, kwa Afrika yote, hasa watu wakirejea namna viongozi waliopigania ukombozi wa bara hili la Afrika
wanaona kwamba ni kama imefika wakati ile misingi hasa ya kuitengeneza Afrika ambayo walikuwa kiota ndoto akina Lumumba, Afrika ya kina Mwalimu Nyerere, Afrika ya kina Kenyatta na wengine ambao ni waasisi. Watu wanaona sasa imekuwa ni kama Afrika ya kupokea utashi na maelekezo kutoka mbali kabisa huko. Ndio maana hata baadhi ya mizozo inatokea ndani ya bara la Afrika. Mfano mzuri kama mzozo wa Kongo kwenda kusuluhishwa Marekani ni ishara kwamba watu wanajadili kwamba Afrika sasa inakokwenda haina meno na haina maamuzi, wala haina taswira ambayo tunaweza tukasema ni pan-Africanism, ile taswira ya kwamba Waafrika wameamua hili. Afrika inaendelea kugawanyika, ndilo ambalo wanajadili makundi mbalimbali wakiwemo wanadiplomasia hapa Tanzania. Naam, basi naona muda unayoyoma, tuko kwenye awamu ya mwisho, na labda tukianza na Fredi, serikali yenu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeeleza nini kuhusu manufaa ya makubaliano haya? Ni msaada wa kifedha, uwekezaji wa masharti ya kisiasa, au ni lipi ambalo pengine DRC inaliona kama manufaa ya kukubali wahamiaji kutoka Marekani? Ile ambayo serikali inaelezea kama manufaa, kwanza wamesema ni ushirikiano wa kimataifa na kikanda, ni kujitolea kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kulinda ulinzi wa utu na kadhalika. Wameelezea pia ni ukarimu. Watu wote wanafahamu kama kwa kuwa Marekani ilisema itahudumia hawa watu, hakuna fedha yoyote ambayo itatolewa katika hazina ya Kongo. Ukaangalia vizuri utaona kama ni kwa kuwa tu serikali imeona kutakuwa kiwango fulani cha pesa ambao watafaidika nalo ili waweze kuhudumia hawa wakimbizi. Labda Silvanus Karemera, je, hatua hizi zinaipa Rwanda ushawishi mkubwa wa kimataifa au zinaibua mjadala wa haki za kibinadamu ndani ya nchi? Naam, nadhani yote mawili yanawezekana, yote mawili, lakini kianza na hilo la kuipa ushawishi na kadhalika, nadhani tulifanue katika muktadha huu kwamba katika hali ya kawaida kama unawapokea watu kutoka mataifa mbalimbali, kwa mfano hawa wakimbizi kutoka ama wahamiaji kutoka Libya, hawa nimesema ni watu ambao wametoka katika nchi mbalimbali ambazo labda si lazima nazitaje, nyingi tu za Kiafrika zenye mizozo, na wanajaribu kukimbilia katika nchi za nje, sana sana kwa mfano kule Italia, Uingereza na maeneo mengine. Wengine wanakamatwa kule Libya na kuteswa. Sasa hao ni watu ambao wanakuja hapa na utaifa mwingi tu, tuseme mataifa kutoka mataifa mbalimbali. Sasa hao ni watu ambao wana ujuzi tofauti, wana ushawishi mbalimbali. Sasa katika hali ya Rwanda kuweza kuwapokea, maana yake ni kwamba nchi hiyo kwa namna moja ama nyingine diplomasia yake inazidi kupiga hatua, kwa sababu kwanza inajulikana, tuwe wazi, inajulikana, tuseme kutangaza uchumi wa Rwanda, kuitangaza sura ya Rwanda katika nchi za kimataifa, na matokeo yake ni kwamba nchi hii inajulikana katika medani mbalimbali. Leonard Mubali, Tanzania inaweza kuchukua nafasi gani kuhakikisha hatua kama hizi hazileti mtafaruku wa kikanda au wa kijamii katika siku zijazo? Hapo mimi siwezi kuzungumzia Tanzania pekee, bali nitazungumzia kwamba Afrika sasa ina wajibu wa kuchukua hatua za kuweza kubadilika na kurejea katika misingi iliyowekwa na waasisi waliopigania uhuru wa nchi hizi za bara la Afrika. Utakumbuka wakati ule ilikuwa uhuru inakombolewa nchi hii na kuja ile, na walikuwa na wasiliana, lakini kwa Afrika ya sasa nadhani iko haja ya kuchukua hatua kubadilika, ambavyo wangeweza hata kumkatalia Donald Trump kwamba hapana, lakini pia kuna ushawishi wa kifedha. Afrika itumie rasilimali zake iweze kuwa imara. Basi asanteni wote kuchangia mjadala huu. Tumekuwa na wenzangu Shisia Wasilu akiwa nchini Kenya, Silvanus Karemera akiwa Kigali Rwanda, Leonard Mubali akiwa Dar es Salaam nchini Tanzania, na Fredi Tedilonge akiwa Kinshasa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Ukiwa hapo mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kongo, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi, ambayo inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Radio Maniema New City inarusha matangazo yetu kwenye masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo RDC. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo yetu, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Mimi ni Ann Ngugi.